BM Swahili, utalii na uchumi wa bluu. Idadi ya wageni kwa mwezi wa Mei 2025. Jumla ya wageni 37,038 waliingia nchini kwa mwezi wa Mei 2025. Idadi hii ni kubwa ukilinganisha kwa wageni 29,995 walioingia nchini kwa mwezi wa Mei 2024. Inaonyesha ni ongezeko la asilimia 23.5. Aidha, ukilinganisha na wageni 37,137 walioingia nchini kwa mwezi wa Aprili 2025 ni upungufu wa asilimia 0.3. Kwa hiyo hapa tunaona ukilinganisha kwa mwezi kama huu wa mwaka uliopita, mwaka 2024 Mei, wageni wameongezeka. Wageni kwa mabara walilotoka. Bara la Ulaya lilikuwa na jumla ya wageni 19,978 waliingia nchini, ambao sawa na asilimia 53.9 ya wageni wote kwa mwezi wa Mei 2025. Bara la Afrika lilifuatiwa kwa kuwa na jumla ya wageni 8,571 ni sawa na asilimia 23.1 ya wageni wote kwa mwezi wa Mei 2025. Bara la Asia lilikuwa la tatu kwa kuwa na jumla ya wageni 4,900 sawa na asilimia 13.2 kwa mwezi wa Mei 2025. Na bara la Oceania lilikuwa la mwisho kwa kuwa na jumla ya wageni 421 sawa na asilimia 1.1 ya wageni wote kwa mwezi wa Mei 2025. Wageni kwa nchi tano zilizoongoza. Ujerumani iliongoza kwa kuleta jumla ya wageni 3,988 sawa na asilimia 10.8 ya wageni wote, ikifuatiliwa na Afrika Kusini ambayo ilileta wageni 2,344 sawa na asilimia 6.3. Nchi ya Ufaransa ni ya tatu kwa kuingiza wageni ambapo jumla ya wageni 2,266 sawa na asilimia 6.1. Nchi ya Uingereza ni ya nne kwa kuingiza jumla ya wageni 2,213 sawa na asilimia 6.0. Na nchi ya tano ni nchi ya Marekani kwa kuingiza jumla ya wageni 1,915 sawa na asilimia 5.2. Lakini wote wana advantage yao. Vijana kama tulivyoona, utalii wetu kwa kiasi kikubwa umetawaliwa na vijana. Kwa hiyo ni advantage. Na umetawaliwa na vijana kama nilivyosema. Zanzibar kwa maumbile yake ni destination ya mbali, long haul destination. Ukichukua na yale masoko yetu ambayo watalii wanatoka. Kwa hiyo wakati mwingine ni vigumu kumpata mtu wa miaka 100 akasafiri all the way kwa kutumia ndege, pengine connection na vitu kama hivyo, ambao watalii wengi hawapendi vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio maana wakati mwingine unaona idadi ya vijana inakuwa kubwa kutokana na ile nature ya destination yetu. Lakini wazee nao ni muhimu. Na umuhimu wao kwa sababu gani? Soko la wazee bado limeendelea kuwa chini, lakini nalo ni muhimu sana. Na muhimu kwa sababu wao wana wakati wa kutosha, kwa sababu most of hawa ni retired. Wanakuwa wamesha staafu, wanakuwa wana pesa za kustaafu, lakini wanakuwa wana muda mrefu wa kukaa kwenye destination. Kwa hiyo hawa wana advantage yao, lakini bado hatujaweza kuwapata kwa kiasi kikubwa. Kwa mwezi wa Mei, Watanzania waliorejea nchini ni kama ifuatavyo. Wanaume walikuwa 1,770, wanawake walikuwa 1,302 na watoto walikuwa 7, ambapo jumla kuu inafanya kwa 3,079. Aidha, Watanzania walioondoka nchini jumla yao ni 4,720, ikiwa kati ya hao wanaume 2,390, wanawake ni 2,320 na watoto 10. Pia Watanzania waliosafiri kikazi jumla yao ni 502,
kwa mchanganuo ufuatao. Kazi za ndani walikuwa ni 461 na udereva na kazi nyinginezo 41. Lakini kwa kawaida kila mwezi kuna kesi ambazo zinakuwa reported tayari. Na recently nimeshuhudia kuna maiti zimesafirishwa, kuna maiti imesafirishwa imerejeshwa nchini kwao Kenya, lakini vile vile kwa upande wa kesi za medical ambazo zinaripotiwa include hospitali ya Lumumba, basi zipo more than 30 ambazo zimekuwa reported katika mwezi huu, even though zipo na hospitali nyingine tayari ambazo labda sijazitaja hapa, lakini kwa ufupi kesi zipo zinaripotiwa kila mwezi juu ya swala zima la inbound travel insurance. BM Swahili, utalii na uchumi wa bluu.